بسم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد tumesimama katika aya za sura al-Fatir tutarejea mbio mbio kuanzia 18 19 20 mpaka 22 23 inshallah kwa sababu tushazielezea vya kutosha kuanzia aya 18 a'udhu billahi minash shaitani rajim wala taziru waziratun wizra ukhra وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ayakum nane ambayo tumesema katika kueleza na kusherehesha aya hii kwamba Mwenyezi Mungu na uadilifu wake kila mtu humlipa mwenyewe kwa mujibu wa amali zake, hambebeshi mtu yote mwingine, kila mmoja tabeba jukumu lake mwenyewe, ikiwa akafanya thawabu za amali za khairi na thawabu zake, ikiwa amali za shari na dhambi zake. Wala taziru waziratun wizra ukhra, huu ndio uadilifu kutoka kwa mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena hata mtu akitaka kujaribu kwamba asaidiwe na mtu wake wa karibu, anasema Subhanahu wa Ta'ala, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba. Aliyotopewa na mzigo uliomzidi, akiomba chukuliwe, hata chukuliwa hata kidogo, abadan la yuhmal minhu shay, hata kidogo, walau kana dha qurba, hata wanayemwomba ikiwa mtu alikuwa karibu naye sana, kuanzia baba au mama au mtoto au mke au ndugu au jamaa au yeyote yule, hakuna kubebewa. na hii ni indhar, inma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum, inma تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. حقيقة يا محمد tumekupeleka upate kuonya wepi hao alladhina yakhshawna rabbahum, wale wenye kumcha Mola wao mlezi, bilghaibi, kwa ghaib, yakhshawna rabbahum bilghaib. Na tumesema kwamba hii ina maana mbili, khashya bilghaib, yani kwanza ina maana kwamba wanamuogopa Mola wao na ilhali Mola wao ghaibun anhu, hawamwoni, lakini imani yake inakubali kwamba yuko Mungu kutokana na dalili zote, kama kwamba unamuona. Subhanallah, ikifika stage ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kama kwamba unamuona wakati wewe humuoni, lakini ishara zake za utukufu wake unaziona mbele yako, basi ile ndio maana al-iman bil ghaib. Na Mwenyezi Mungu ametuletea dalili za kutosha katika Qur'ani, kama tutasoma tutakubali tu, ukitaka usitaki, kwamba yupo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yupo muumbaji, na pia itabidi uamini imani zote, nguzo zote za imani, kumwamini kwamba yeye ni Mungu pekee na mwenye nguvu za kuitwa Mungu na kuabudiwa, na hakuna mwingine awezaye kufikia nguvu zake wala hata kimsaada wote. Uluhia bimaana ya kwamba ilah, Mwenyezi Mungu wa mweza wa kila kitu, hahitaji jambo lolote
Kwa hivyo anastahili kuabudiwa na kwamba yeye amemchagua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume wake kwa umma huu uliobakia mpaka kiyama saa, mpaka siku ya kiyama. Imani na dalili bayinati za kutosha za kuonesha utume wake. Wala mtu asiseme kwamba mimi Mungu simuoni kwa hivyo simwamini. Vingapi alivyokuwa havioni na anaamini, itakuwa hilo lilikuwa muhimu zaidi. Vingapi asivyoviona na anaviamini kwamba vipo. Maana kumwambia wewe basi unaazima kwamba una akili. Una akili wewe ndio una akili. Nionyeshe akili zako. Rangi gani, uzito gani, ukubwa gani, imekaa shape gani, anajua? Anayo ndio, lakini hawezi kueleza. Na ukimwambia huna akili atakupiga kofi. Mimi sina akili, nazo akili. Kwa hivyo ikiwa hawezi kuonesha akili imekaaje, au tumetoa mfano mwingine mara chungu zima kwamba waya ambaye siugusi waya, kwa nini? Una current ndani yake, una umeme ndani. Ala, umeona umeme rangi gani, ukubwa gani, uzito gani, shape gani, huko usasi gusi tanrusha taniua. Ala, na huyo alikwambia sali kama atakutia katika adhabu, hutakumwamini. Shote muone astaghfirullah, una nguvu gani, uwezo gani wa kuona Mola wako? Kwa hivyo hii ndio maana imani bil ghaib. Dalili katuonesha kama kwamba unamuona, tara rabbaka ru'ya al-ain. Ru'ya al-ain yani nini? Kama kwamba unamuona kwa macho yako, lakini bila kuweza kujua wasfa wake. Laysa kamithli shay. Ru'ya al-ain bi maana nini? Uwezo wake, sifati zake unaziona, lakini Mwenyezi Mungu innaka lan tarani, kaambua Musa alayhi salam, na anaambua kila mtu, walakin انظر ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Itazame hilo jabali, itazame hilo, utazame mlima huo, kama litatulia pala pake basi utaniona. Hawezi kuonekana. Nuru tu ndogo ya Mwenyezi Mungu imepiga kwenye jabali, imevurugika. Musa akazimia pale pale. Tauba ya Rabbi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu na uwezo wake na vitu alivyoviumba ambavyo wewe mwenyewe huvijui, wataka kumjua na Mungu kaka vipi? Astaghfirullah. Abadan laysa kamithli shay, huwa samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hana mfano wake kabisa. Kwa hivyo huwezi kumuona, lakini unamjua Mungu ilmu al-yaqin, uwepo kwake na uwezo wake na ishara zake tunaonesha ambapo katika Qur'an. Inama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bilghaib. Unampa indhari, na indhari bimaana takhwif, unamtia hofu mtu, unamtanabahisha. Onyo la kwa zito wakati mwingine, kuna moto na kuna pepo. Tazama mwenyewe unachotaka. Imeabudu miungu mnayoabudu haina maana hii. Masanamu au chochote mnachokiabudu hakina uwezo wote, na mnajua wenyewe, lakini mnajitupu nini? Mnajidanganya nafsi zenu na kuwadanganya wengine bwana. Lazima muogope Mwenyezi Mungu kwa kumwamini, ndio tafikia stage ya taqwa. Alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah ila akhir aya. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حقيقة ونكم وقوبة من زموك كالغيب وانا مغفرة وأجيرا مكوبة sana. Na hili linamfanya mtu ajitakase nafsi yake, anapojua kwamba yupo Mwenyezi Mungu na anataadhibu na kustarehesha watu kwa mujibu wa amali zake baada ya kufufuliwa. Haya mtu atajua al-iman bil yawm al-akhir, na yale yatakayotokezea as-sirat wa mizan na halaka, adhabu za kufuko, atajua mwenyewe, ataogopa lazima. Qur'ani haiacha kitu, bayinati zimekuja na kaita dalili kutokana na miujiza ya mitume mbalimbali waliokuja. Hizo zote za kuonesha kwamba nini? Kwamba Mwenyezi Mungu yupo, na anasema yote haya anatupa indhar na kututisha kwamba ikiwa tujafuata basi tutakuwa katika hatari katika maisha ya milele. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema waman tazakka fa inma yatazakka li nafsi. Alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa aqamu as-salata, na akasimamisha sala. Dalili kubwa anayemtaka mja aliyeslimu amri kwa Mola wake atekeleze amri yake.
na katika muhimu kabisa la kumfanya mtu awe daima katika kumkumbuka Mola na kumwogopa na kumtii, awe anasali sala tano, nguzo za dini yenyewe, hasa imaduddin sala wa aqamu sala, na kasimamisha sala. Iqamati sala sio kukimu na kusali, wa aqamu sala, wakatekeleza sala kwa nguzo zake zote na wajibati zake na adabu zake, utekelezaji wa ukamilifu na khushu na utulivu na kila kitu. Naam, na ikhlas kabla yote haya. Naam, na kwa wakati wake kila kitu. Kwa hivyo hapa akasema waman tazakka fa inma yatazakka li nafsi, anayejitakasa hamfanyii mtu mwingine la nafsi yake. Akitaka kuipeleka kwenye adhabu atajidhulumu nafsi yake, akitaka kuipeleka katika starehe za milele peponi atajitakasa nafsi yake. Waman tazakka fa inma yatazakka nafsi wa ila Allahi almasir. Hili kubwa sana, ni sehemu ya indhar kwamba wa ila Allahi almasir, huna pa kwenda, marejeo yako kwake mwenyewe. Utakwenda wapi? Jumla ya indhar anini, inma tundhiru ya kwamba ila Allahi almasir, hakika wewe unaonya kwamba marejeo ni kwake. Sitokwenda kwake bwana, na napo pale pengine pa kwenda, acha afufue watu, mimi nitabana kwenye kaburi langu sitoki, alafu baadaye nitapelekwa sehemu nyingine kuzuri zaidi kuliko kwa Mwenyezi Mungu. Ila Allah al-masir, hakuna pengine. Utakwenda wapi? Asio. Kwa hivyo ni onyo, si onyo pia, ni onyo pia. Inma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa aqamu as-salata, unaambia wamogope Mwenyezi Mungu bilghaib. Na pia maana ya pili, inma yakhshawna rabbahum bilghaib, yani wakiwa wameghibu an ayuni nas, wako mbali na macho ya watu, hawawezi kufanya jambo ili wakaonesha ria kwamba mimi nafanya hivi, mimi hivi, bali yuko peke yake yeye na Mola wake chumbani kwake usiku wa manane, kasimama mbele ya Mola wake, na huko na maabudu na kulia na kunyenyekea na kuomba maghfira na kuomba pepo na kusali na utekelezaji wa kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kurukuu na kusujudu. Hapo kweli ndio inaonesha ile imani bil ghaib, kwamba una imani yako sio mbele za watu tu ile na kwa unafiki, lakini unapokuwa peke yako unaonesha imani yako mbele ya Mola wako zaidi, khushu yako na ikhlas yako kwake, na ibada yako ya usiku baina yako na yeye, au kila pale ambapo hakuoni, si lazima usiku, uko peke yako, yani uko peke yako, umesafiri katika nchi ile, upo umekwenda nchi nyingine, uko huru kabisa, hakuna yote anayekujua, nitafanya nalolitaka, nani ataniona? Nikirudi kule hakuna shekhe kamia, kanzu yangu, kofia yangu, kilemba changu, huku kumbe akitoka analewa, anazini, anavuta bangi, kila kitu. Si unaweza? Huwezi kama uko peke yako. Lakini la wallahi, nikiwa mbele za watu, nikiwa peke yangu, nikiwa nyumbani kwangu, nikiwa nimesafiri, الخوف والخشية بالله بالغيب, hili muhimu sana. Na ikiwa mtu siri yake hofu zaidi kuliko alani yake, idhari yake, basi huyo yuko katika stage kubwa ya imani. Naam, Mwenyezi anataka msali pamoja, muonane kila mmoja, si kwamba hapa kujionesha. Sala ni utekelezaji amri ya Mwenyezi Mungu kwa kutini. Huyu kasali vizuri, kasali vibaya, lakini unatekeleza amri. Lakini yale yaliyofichika yale ndio unayapamba uzuri kwa ikhlas na kwa amali salih na amali njema. Ukitoa sadaka sikuone mtu za kuonekana hizi, bwana zaka yangu natoa kwa fulani fulani fulani, ile ionekane idhuru, unamshaji mwingine afanye kama wewe, asio. Kwa hivyo akasema sirran wa alaniya, toa kwa siri na kwa kudhihirisha. Kudhihirisha unatia nguvu wenzako wengine wapate kufanya kama wewe, kudhihirisha watu wajue kwamba umetekeleza wajibu wako kwako, asio. Na haya pia muhimu, na zile zilizofichika, mkono wa kulia ukitoa, mkono wa kushoto haujui, ile baina yako na Mola wako. Ndio lazima uwe kitu cha siri baina yako na Mola wako katika amali asiyejua yoyote, hata mkeo, hata watoto wako. Amali hii ya khairi asa ikawa ndo sababu ya kukuinua daraja kubwa, yakapita madhambi yako kwa mtu wa peponi. Watu wengi wanatuhusia kwa jambo hili, Allah uwe na jambo la peke yako na Mola wako, hakuna yote anayejua.
ikawa mambo yote anajua, yangu mengine anajua mkeo na watoto wako anajua, rafiki zako unawapenda mengi anajua, mimi nifanye kitu kadha kadha, ambayo mengine una haja kuelezea rafiki zako, lakini kwa sababu ya nini? Wacha na yeye pengine labda naye atafanya kama mimi, labda nini, umependa kusema ile furaha yako, lakini lazima uache kitu special baina yako na Mola wako. Yote ikiwa ibada, sala, ikiwa sadaka, ikiwa amali yote ile njema unafanya, umejenga kitu, msikiti, kisima, nini, au sio, umechimba au chochote kile, hajui mtu ile baina yako na Mola wako, au wale wanajua kwa mbali na wewe, lakini watu wale ambao wafungua fulani bwana yule kachimba visima 5 bwana, kajenga misikiti 4 yule, kajenga chuo, ile watu wakijua si mbaya wajue, lakini watu kwa sababu kila kitu kuna dalili, asije mtu akadai akasema hili jengo langu na ardhi yangu na hivyo navunja msikiti nataka kujenga nyumba yangu. Hamna ishara yote, hamna alama yote, sio. Lakini ile idhari, kudhihirisha baadhi ya mambo ina faida, wakati huo wanadhihirisha, sio kwa kusudia kujionyesha, lakini kwa kusudia kwamba nini, kijulikane kwamba kitu hichi hata kama mimi sipo, asije mtu mwingine akadai kwamba ni chake, au sio? Naam. Kwa hivyo hapa الغيب بالغيب, الايمان بالغيب inasababisha mtu kuinuka daraja kubwa sana. Halafu tukasoma aya 19 na 20 na 21 na 22, tukasema Mwenyezi Mungu analinganisha baina iman na kufur, analinganisha katika mambo kadha wa kadha. Akasema wama yastawi, hazilingani, hazi sawa nini, wala hawawi sawa, haviwi sawa, wama yastawi. Lakini la mwanzo litaja al-a'ma wal-basir, aliyekuwa kipofu a'ma, wal-basir na mwenye kuona sawa sawa, hawa ma yastawiyan, hawezi kuwa sawa kabisa. Wama yastawi, hawalingani, hawawi sawa, al-a'ma kipofu, wal-basir na mwenye kuona. Akaeleza wengine katika kufananisha na ama ni yule mtu anayeona njia ya haki lakini haioni, hataki kufuata wala hafahamu, starehe zake zimemlevya mpaka anafika hadi haioni imani, hataki, huwa ama. Tumesema inma la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur, si macho yenye kupofoka, lakini kupofoka kukubwa ni kupofoka kwa nini? Kwa moyo, ikawa haioni haki. Huku ndo kubaya kabisa hapa. Kwa hivyo al-a'ma ana macho yake lakini a'ma, hataki kufuata haki. Al-basir ana macho yake na ana moyo wake uliokuwa hai wenye kuona, akaogopa akafuata. Huyu mu'min al-basir na huyu kafir al-a'ma, munafiq al-a'ma, watakuwa sawa kweli? La, abadan. Wama yastawi al-a'ma, alikuwa kipofu, wal-basir na mwenye kuona, alikuwa kipofu hataki kutazama haki na mwenye kuona haki akafuata. Wala pia wala yastawiyani, wala hawi sawa, wala hawalingani. Dhulumat, giza, wala nur na nuru. Nuru mwangaza mmoja, hajasema anwar miangaza kadha kadha. An-nur nurullah ndio moja tu. Allahu kwanza nuru samawati wal ardh. Halafu pia anasema yahdi Allahu li nurihi man yasha, humpa nuru yake Mwenyezi Mungu amtakaye, au sio? Kwa hivyo ukipata nuru ya Mwenyezi Mungu umshaokoka, umshaongoka. Naam. Uko mbali na giza. Giza sio kimoja, giza la kila aina. Hajasema dhulmatun, dhulumat. Na giza ni upotofu wote, ibada zote zisizokuwa za haki zote. Na ziko ibada nyingi, watu wanaabudu kila kitu kwa ujinga wao. Kwa hivyo dhulumati nyingi, na giza na nuru ni moja tu. Inna dina inda Allah al-Islam wa huwa nurullah, sio? Kwa hivyo hapa wala dhulumat wala nur, giza la kila aina, upotofu wa kufuru wa kila aina, hawezi kuwa sawa, hazilingani na nini? Nuru ya Mwenyezi Mungu kuifuata, wa huwa al-Quran wa huwa Rasul sallallahu alayhi wasallam alladhi amarna bitaa, na kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa, kwa hivyo wala dhillu wala al-harur, wala kivuli wala joto, hawezi kuwa sawa. Kivuli
ni picha inayokupa kwamba nini yule mu'min aliyefuata atakuwa katika starehe, katika kivuli cha Mwenyezi Mungu, katika ubaridi na furaha na starehe, hamna tabu kabisa katika kivuli cha Allah, wa huwa janna. Wala nini alharur ni joto, alharur upepo mkali, alharur wasamum. Hayo yote tumeeleza kwamba nini aina mbalimbali za moshi na joto la motoni lenye sehemu ya adhabu, ukiacha moto unaunguza na moshi. Wa wujuhu yawma idhin nini, yawma taswaddu yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nyuso siku hizo zitanawir, zitakuwa na bashasha, zina nuru na mwangaza na furaha. Yawma tabyaddu wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, zinatabassam, zinatoa nuru na huku zikimtazama Mola wake. Wa wujuhun yawma idhin basira, zitakuwa ndio zipiga usi wataswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوههم. alafu akasema kule wujuhu yawmadhi musfira dhahika mustabshira, nyuso za peponi zenye kunawira. Wa wujuhu yawmadhi alaiha nini ghabara, itajaa moshi na kupiga weusi zinasawijika na hizo nyuso za motoni, aliyadhu billah. Kwa hivyo hapa alharur ni moja katika sababu zinafanya nyuso kwa nini zinasawijika na kuwa zimechoka taabani na adhabu ya motoni. Wala dhillu, kivuli starehe chini ya pepo ya Mwenyezi Mungu haiwezi kuwa sawa na moto na moshi na adhabu ya wala harur. Alafu akasema wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat, wala hawalingani walio hai na amwat, maiti waliokufa, hawezi kuwa sawa. Wakasema hapa bimaana wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat, akakamilisha aya inna Allaha yusmi'u man yasha wama anta bimusmi'in man fil qubur. Tafsiri nyingi zimekwenda kwenye maana kwamba ma yastawi al-ahya, hawezi kuwa sawa wale waliokuwa hai ambazo nyoyo zao ni hai zenye kusikia maamrisho ya Allah na kufuata na kuogopa na kutii kwa ikhlas. Wal amwat ni wale ambazo nyoyo zao zimekufa, hazisikii imani wala chochote, zimezama katika uovu na maasi na starehe za kidunia. Ndio maana tukasoma aya jana juzi, aya ambazo zenye kutuhimiza za kutuonesha kwamba nyoyo zilizokuwa hai ndio kusudio hapa al-ahya. Mzimku kasema katika aya aw man kana maitan fa ahyaynahu, je yule mtu, huoni kwamba yule mtu aliyekuwa amekufa, fa ahyaynahu, tukamhuisha. Sio kufa na kuzikwa kaburini, la, kufa kwa moyo kutokuwa na imani. Maitan, kafa kabisa, hakuna mtu tukisema akasikia, nyoyo zao zote zishafunga. Fa ahyaynahu, tukamhuisha. Waj'alna lahu nuran, na tukampa nuru ya dini ya Islam. Yamshi fi nnasi, akenda baina ya watu na huku na kuwalingania watu, kuwavuta katika nuru ya Allah, anafanya da'wa. Fa ahyaynahu, tumemhuisha moyo wake, tumeuhuisha tukautia imani, akawa na hamu sasa kunini kuwalingania watu. Waja'alna lahu nuran, tukamjalia nuru, yamshi fi nnasi, akenda baina watu na kuwalingania na kuwavuta katika dini ya Mwenyezi Mungu. Je, mtu huyu kama mathaluhu fi dhulumat, atakuwa kweli mfano wake kama alikuwa katika giza waliopotea?
hawezi kuwa sawa. Yeye alikuwa akapotea, lakini Mwenyezi Mungu akamtia nuru, ikawa sasa nuru ile anaitumia kwa kuwavutia watu wengine katika nuru hiyo. Abadan. Na wale kama mathalu fi dhulumat laysa bikharij minha, hawatoki katika dhulumat, wabaki humo. Na kwa hivyo siku ya kiyama watapelekwa katika moto huko. Ndio akasema aya nyingine, mathalul fariqain, mfano wa makundi mawili, kal a'ma wal asam, kama alikuwa kipofu na kiziwi, na kundi la pili wal basiri was sami', na mwenye kuona na mwenye kusikia. Hawa kipofu hawasikii, viziwi, na huku albasiri mwenye kuona anaiona haki na kuifuata, wasami' anasikia na atekeleza. Wasami' hawa hal yastawiyani mathala, wanakuwa kweli wanalingana kwa mfano hawa na hawa? Abadan. Hasa awala tadhakkarun au afala awala tadhakkarun, hawakai wakakumbuka wakaona haki iko wapi. Kwa hivyo hata aliposema Mwenyezi Mungu akasema inma yastajibu alladhina yasma'un, nafikiri katika Tauba inma yastajibu alladhina yasma'un, hakika wenye kujibu maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu, alladhina yasma'una, wale wenye kusikia, ama walbasiri wasamia, wenye kusikia na wakatenda mema. Halafu hapa akasema wal mauta, na wafu. Wepe wafu, sio waliokufa katika makaburi, waliokufa nyoyo zao zilizokufa. Wal mauta yab'athuhumullahu, atafufua, thumma ilayhi yurja'un, watarejeshwa kwake. Kwa hivyo hii mifano Mwenyezi Mungu anatupigia kwamba hii mifano, wama yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumat wala nur, hawezi kuwa sawa kipofu na mwenye kuona, walikuwa katika giza na walikuwa katika nuru, walikuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu na rehema zake, na walikuwa katika nini, katika joto na upepo mkali na moto na katika adhabu. Wama yastawi al-ahya wala al-amwat, walikuwa hai na walikufa hawezi kuwa sawa. Inna Allaha yusmi'u, hakika Mwenyezi Mungu humsikilizisha man yashau, amtakaye. Wama anta, wala sio wewe Muhammad, sio wewe bimusmi'in, mwenye kuweza kuwasikilizisha man fil qubur, walio makaburini. Wakasema maneno haya kama bibi Aisha alivyosema, anachukua dalili kwamba al-amwat la yasma'una, wale ambao wasosikia. Alladhina la yasma'un, wale wasosikia ndio amwat, waliokufa nyoyo zao zimekufa. Isipokuwa hii aya ndio inaeleza hivyo kwamba nini, wewe huwezi kumsikizisha unayemtaka wama anta bimusmi'in man fil qubur. Na kwanza akasema inna Allah yusmi'u man yasha, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kumsikizisha mtakaye, sio wewe unaweza kumsikizisha mtu. Man fil qubur, katika kuburi la nini, moyo wake uko katika kaburi la kiwiliwili, ni kaburi na moyo ndio ushakufa, kama kwamba moyo wake upo katika kaburi ya kiwiliwili kilichokufa. Kwa hiyo moyo umekufa, hauna maana. Mfano wake mfano wa mwili mzima uko katika kaburi la kuzikwa hiyo, lakini kaburi lake ni mwili wake, moyo wenyewe ushakufa. Kwa hivyo mwili yake na viungo vyake haviwezi kutekeleza maamrisho ya Allah, kwa sababu hayupo katika imani, katika kufuru. Na yasmi man fil kufur, man fil qubur, anakusudia hapa kafirina. Kwa hivyo Bibi Aisha amesema kwamba kusudia aya hii si kwamba mtu aliyekufa, kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawezi kumsemeza akasikia, na wanakubali kwamba nini, walikuwa katika kaburi hawasikii. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia wale wafu wa vita Badr,
walikufa akina Abu Jahil na wenziwe Umayya ibn Khalaf na wengineo akaambia wale makafiri katika vita Badr akaambia kwamba inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, sisi tushaona aliyotuahidi Mwenyezi Mungu ni kweli, ni haki, tutakupeni ushindi na mtashinda na tumekushindeni vita vya Badr. Baada ya vita na wafu wako mbele, anaambia aliyotuamrisha aliyotupa Mwenyezi Mungu waadi wake, ahadi yake kaitekeleza, na tushaona haki na ushindi tumepata. Taiba akasema kwamba nyinyi mtakufa, nyinyi wa ahadi ya miungu yenu masanamu, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, mmeona sasa alikuahidini Mola wenu miungu yenu haki, kwamba mko katika starehe sasa kwenye moto, au alikuahidini kwamba dunia yenu haki, ha miungu yenu kwa masanamu, au Mungu wenu na huyu Mungu wetu kwamba nitakutia motoni? Mnaona sasa mko katika adhabu gani? Mshakufa na mko katika adhabu, insha adhabu yenu. Maana hivi hata Saidna Umar akasema, ya Rasulullah, kaifa tukhatibu qauman qad juyifu, wamshakwa jifa, wamshakwa zoga, unakhatibu unazungumza na watu washakufa la arwah fiha, hazina roho. Akajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam siku akasema anasema nini? Akasema ما أنتم بأسمع لما أقوله منهم، ما أنتم بأسمع لما أقوله منهم، sio nyinyi ambao mnaweza kusikia zaidi kuliko wao. Wao wanasikia zaidi kuliko hata nyinyi wanasema. Na kuna hadithi wa Abu Qatada anasema kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia kuwatia roho zao dakika ile basi kusikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anawashambulia na kuwakejeli na kusema kwa ghadhabu na kwamba nini, kwamba mnaona sasa mko katika moto. Lakini hii nilikuwa ni kama kuwafahamisha waumini, na hii kitu ambacho miujiza aliyojalia Mwenyezi Mungu kwa wakati huu, kwamba nini, asikie hawa wanaadhibishwa, wala warejeshe roho kwa sekunde zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam awashambulie tu kidogo halafu basi. Lakini hasa kwa ujumla kwamba aliyekufa, Mwenyezi Mungu asema ma anta bimuslimin ma fil qubur, kwamba sio wewe wenye kuweza kuwasikilizisha wale walio katika kaburi, au sio wewe wenye kuweza kuwatia imani kwa wale ambao nyoyo zao zimeshakufa, kama anta bimuslimin ma fil qubur. Na hii dalili kwamba haki mwisho lazima isimame, na wewe kama utawapa indhar watakao kufuata, basi umeifuata haki na kazi yako utakayotekeleza. Na aliposema katika aya 23, in anta illa nadhir, hatuja kutuma wewe wala hukuwa wewe isipokuwa ni nadhir, mwonyaji. Na tumesema nadhir ndio kazi kubwa aliyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno haya haendi kinyume na inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Wewe utakuwa ni shahidi kwa umma wako, na tumekupa ujumbe, lazima ushuhudie siku ya kiyama, au sio? Kwamba wewe ni mtume na watu wako, na watu wako utashuhudia kama wamefikisha ujumbe. Halafu mubashira inafuata baada ya nadhira, unawabashiria wale wenye kufuata pepo na kuwaonya wale moto wale wanaokataa kufuata. Na ilipokuja amri ya mwanzo, kalimati nadhir, indhar, yatosha, inatia ndani yake maana bishara, kwa sababu aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, inuka utoe, waonye watu. Katika jumla ya kuonya kwamba kuna moto mkali unakusubiri, kuna moto kali unakusubiri, na atakayetekeleza maamrisho Allah pepo inamsubiri. Bishara imo ndani ya indhar. Na hapo ndo kauli ya mwanzo baada ya kukusanya watu katika Safa,
alipoambiwa anzir ashirataka al-aqrabin, wape indhari waonye, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Baada qum faanzir, alafu wa anzir ashirataka al-aqrabin, na kisha mwanzo akaita kabila tumbo la Bani Hashim na makabila ya Makureshi. Kisha alipokusanyika pale kwanza kutaka kuhakikisha, nikikwambieni kwamba kuna jeshi nyuma ya jabali wanataka kuja kuattack, mtaniamini, tumekuamini kwa sababu hujawahi kusema uongo. Kwa hivyo akasema mimi nakupeni indhari kama mbele yenu baina ya saa kuna adhabu kali na kusubirini. Kauli ya mwanzo akasema nakupeni indhari ili atekeleze ile amri ya Mwenyezi Mungu, in anta illa nadhir, wewe si chochote kwa kazi tukupa isipokuwa tumekupa kazi ya kutoa onyo kwa watu. Tutaendelea kesho inshallah. Hadha wallahu alam.